Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habari za saizi, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu ni Thabit Hassan Mbulu, ni graduate wa Uturuki wa mwaka 2015. Ni katibu mkuu wa bodi ya taasisi ya SETA kwa maana ya Watanzania waliohitimu nchini Uturuki na sasa wapo Tanzania na wengine nje ya mipaka ya Tanzania. Taasisi hii tumeanzisha mwaka 2022. Malengo makuu ya taasisi hii ikiwa ni kukusanya nguvu kwa alumni wote ambao wamemaliza nchini Uturuki kuweza kuchangia katika ukuaji wa pato la taifa au ukuaji wa maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Taasisi ya SETA kushirikiana na taasisi tofauti zilizopo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, tunashirikiana kwa karibu kuweza kuongeza standardi ya kiwango cha elimu nchini Tanzania kupitia program tofauti ikiwemo scholarship ambazo zinatolewa katika nchi kama Uturuki, scholarship za ETB, IDB na nyinginezo. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita tumeweza kuwafikia wanafunzi wa shule za sekondari zaidi ya 2400 katika mikoa mitatu, na katika kipindi cha miaka 10 iliyopita zaidi ya wanafunzi wa Tanzania zaidi ya 600 wameweza kunufaika na scholarship au fursa za ufadhili wa masomo nchini Uturuki. Lakini pia sisi kama SETA tunafanya kazi ya kuwasaidia vijana wenzetu, kuwapa mwongozo wa kielimu, yani career guidance, ili waweze kufikia malengo yao ya kitaaluma na kimaisha. Mwaka 2025, mwaka huu tuliopo, tumefanikiwa kuisaidia shule ya sekondari ya Nia Njema iko wilaya ya Bagamoyo ambayo ina wanafunzi zaidi ya 1000 kuwapatia tenki la maji kubwa kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata maji safi na salama wakiwa shuleni. Pia SETA imejikita katika masuala ya afya kwa sababu unaposema SETA maana yake ni kama platform au jukwaa ambalo lina wataalamu tofauti ambao ni mainjinia, madaktari, kuna wafanyabiashara na kada tofauti tuseme. Mfano katika nyanja za afya kuna mobile clinics ambazo zinaendeshwa na SETA katika mikoa tofauti kulingana na nyakati na aina ya uhitaji kwa wakati huo. Kwa madaktari hao wanaenda katika mikoa hiyo kutoa huduma bure kabisa kwa kushirikiana na madaktari wengine au wataalamu wengine kutoka nchi za nje. Nchi kama Uturuki invite madaktari wao wanakuja kushirikiana na wataalamu wetu hapa ndani, wanaendesha hizo program kupitia Wizara ya Afya. Sisi kama taasisi tunashirikiana na serikali na jamii kwa ujumla kutoa msaada wa kijamii pale yanapotokea majanga ya asili. Kwa mfano mwaka 2024 tulitoa msaada kwa wananchi na shule iliyopo wilaya ya Kilwa mkoa wa Lindi, ambayo mkoa huu na wilaya hii ilikumbwa na changamoto ya mafuriko mwaka 2024. Sisi tulijipa jukumu na tukaenda kusaidia kata mojawapo katika wilaya ya Kilwa, ambapo tulienda kuwapatia wananchi zaidi ya familia 40 chakula na kuipatia shule ya sekondari katika wilaya hiyo photocopy machine kwa ajili ya kuwasaidia kufanya shughuli zao za kitaaluma pale shuleni. Na kwa niaba ya wanakiwa Pande na kwa niaba ya wanakijiji cha Malalani, tunashukuru sana wageni wetu, tunashukuru sana taasisi ya SETA Foundation kwa msaada waliotupatia. Tunasema shukrani sana kwa hili na lengine ambalo litakalokuja. Asanteni sana. Kupitia SETA Foundation, kupitia serikali ya Uturuki na kupitia serikali yetu ya Tanzania na ushirikiano wetu, maana yake tumeweza kufanya miradi tofauti katika kada tofauti. Kwa kipindi cha miaka mitatu tumeweza kuzifikia familia zaidi ya 1750 kwa kuzipatia chakula ndani ya kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia kwa kipindi cha miaka mitatu tumeweza kufikia familia zaidi ya 80 kwa kuzipatia nyama, sadaka ya nyama kipindi cha sikukuu ya Qurbani, yani Eid al-Adha. Bismillah, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Pia ningependa kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wetu mbalimbali. Kwanza serikali ya Uturuki kwa
kutushika mkono na msaada mkubwa wanaotupatia katika shughuli za uendeshaji wa taasisi yetu. Ningependa kuwashukuru Balozi wa Uturuki nchini Tanzania kwa kuendelea kutulea na kutusaidia kila tunapopata changamoto na pale ambapo tunahitaji msaada wao ili tuweze kufanikisha mambo yetu. Wamekuwa wako tayari muda wote na kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono. Lakini pia ningependa kuwashukuru YTB YETEB kwa fursa za masomo ambazo wanazitoa kwa Watanzania ambao wengi ni members wetu, wanachama wa taasisi yetu. Wamenufaika kwa miaka mingi na fursa hizi za masomo. Lakini pia ningependa kuwashukuru Wizara ya Dini nchini Uturuki, Turkiye Diyanet Vakfı, kwa kushirikiana na sisi katika miradi yao mbalimbali ya kijamii na ya kidini ambayo imekuwa na athari chanya kwa jamii ya Watanzania.